Leo hebu tazama mheshimiwa mwenyekiti, mfano huu leo. Samahani mheshimiwa mwenyekiti, leo mheshimiwa Sigrada amemtaja Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jina lake Samia, jina ambalo mtoto wa mbunge mwenzangu amezaliwa juzi ameitwa pale hospitali ya Mwananyamala. Mheshimiwa mwenyekiti, tafsiri yangu ni nini? Akiachilia mbali kiti cha urais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, huyu ni mama yake, huyu anaweza kuwa bibi yake. Mheshimiwa mwenyekiti, nilikuwa na lengo moja tu zuri, wabunge wenzangu na Watanzania. Taarifa mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Liwaka, endelea. Mheshimiwa mwenyekiti, tunakushukuru sana, ndio inavyokuwa inanoga. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, mimi lengo langu hapa ni moja, kwamba vijana wa Tanzania leo tunapozungumza kuhusu maadili, tunapozungumza umoja wa kitaifa, tunapozungumza kuhusu maendeleo ya jamii, ni pamoja na kutambua namna ya vijana na Watanzania kuweza kuzijua ajenda za kujadili ili kujenga umoja wa kitaifa. Mheshimiwa mwenyekiti, leo hapa tunazungumza makuzi ya watoto wetu, tunazungumza mifumo ya ufundishaji mashuleni, na tunazungumza namna ya kuenenda katika kutatua changamoto kupitia misingi ya maendeleo ya jamii. Mheshimiwa mwenyekiti, hatuwezi kuacha nyuma ukweli kwamba ili umoja wa kitaifa uweze kwenda mbele lazima tudhibiti maadili. Leo hatuwezi kukwepa kwamba ili watoto wetu wakute alama njema lazima wakute umoja wa kitaifa, lakini ili tuweze kuyakuza maadili tunayoyataka, tusifanane na watu wengine, lazima hoja zetu zijikite kwenye kuivusha Tanzania inayozungumza lugha moja. Mheshimiwa mwenyekiti, juzi wakati tunazungumza kwenye hotuba ya waziri wa michezo tulisema tunahitaji lugha. Sio tulihitaji lugha ili tutamke maneno ya Kiswahili na Kiingereza, tulihitaji lugha ili tuwe na tafsiri inayoendana kwenye maana. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi ombi langu, Mheshimiwa bunge leo wamezungumza vizuri hapa kwamba tuna wajibu mmoja tu wa kutotengeneza alama au kuacha vivuli vya watoto wetu kuishi maisha magumu, na watu watakayefanya hiyo kazi, Mheshimiwa mwenyekiti, ni sisi wabunge na Watanzania wote. Mheshimiwa mwenyekiti, hoja ya malezi haiwezi kukwepeka, hoja ya umoja wa kitaifa haiwezi kukwepeka, hoja ya maadili yetu kuanzia katika namna tunavyoendesha shughuli zetu kiuongozi na namna tunavyoenenda lazima tuizingatie. Kukumalizia Mheshimiwa mwenyekiti, humu ndani, kwa kumalizia dakika moja, humu ndani kila mbunge ametokana na chama chake cha kisiasa. Sisi Chama cha Mapinduzi tunayo maadili, malezi, misingi na tanura kutupika, na huu ni ushauri wangu, na usibebwe kwa chuki. Kila chama cha kisiasa kabla akijakubali kuleta mbunge humu ndani lazima apimwe kwenye misingi ya kimaadili, malezi yake, mapito yake na lugha zake. Sababu ni moja tu, leo hii humu ndani tunaweza kupata mwakilishi kutoka chama chochote kwenda kutuwakilisha nje. Tukipata watu aina ya Sigrada kwenda kuongea haya huko Marekani, tumekwisha, we are total finished. Asante Mheshimiwa mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Liwaka. Hiyo ni sheria ya vyama vya siasa kifungu namba 6. Kwa hiyo uko sahihi, kila kiongozi anatakiwa kuja awe na maadili kwa kifungu cha 6. Tunaendelea sasa. Mwanao anachezea simu yako, nimekuletea hii KC66, KC67 pamoja na Hey37. Hizi tablet ni tablet ambazo zina uwezo wa kukaa na chaji kwa muda mrefu. Pia unaweza kuweka line pamoja na kuconnect internet, ambazo ndani utakuta kuna Netflix, YouTube, Instagram pamoja na Play Store. Hizi tablet pia ni tablet ambazo zina kioo kigumu ambacho sio rahisi kuvunjika, na pia zina battery ambazo zina uwezo wa kutunza chaji kwa muda mrefu. Mtoto wako akishika hii, simu yako iko salama. Tablet aina ya A37 unaipata kwa $160,000 tu, na tablet aina ya KC66 unapata kwa bei ya $165,000. Unaweza kuwasiliana nasi kwa nambari 0759591123 au kupitia mtandao wetu wa kijamii @tabletzetu_tz. Tunapatikana Tizamori, Dar es Salaam. Kucheza huku akijifunza sio kupoteza muda.